Leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Safar mwaka 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tulitaja katika vikao vilivyopita katika matukio yaliyotokea alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiendelea na da'wa Makkah, ni kuwa Makuraish walijaribu kwenda kwa ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ili kumtaka amsalimishe Mtume sallallahu alaihi wasallam, amsalimishe ili wamuue. Na katika muhawala ambao walijaribu ni kuwa walimtaka Abu Talib awape Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha badala yake wampe Umara ibn al-Walid ibn al-Mughira. kisha wakamwambia maneno kusema قد جئناك بفتى أو بفتى قريش جمالا ونسبا وشعرا, tumekuletea kijana katika kabila la Quraish, yeye ndiye mbora kabisa katika uzuri, katika nasaba, mpaka katika kutoa mashairi hakuna mfano wake. Fakhudhu, mchukue huyo mtoto, ni wako. Tukabidhi nani? Tukabidhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah. Maneno haya Abu Talib akawajibu kusema, wallahi ma ansaftumuni, hivi mlivyofanya si uadilifu. atu'tunani ibnakum akfuluhu lakum, mwanipa mtoto wenu mimi niwalele mtoto wenu, wa u'tikum ibni taqtulunahu, kisha mimi niwape mtoto wangu wa nasaba yangu nyinyi mkamuue. Kweli ilitwa watu wa jahiliya, yani wao wampe mtoto wao awe badala ya mtoto wa ndugu yake, kisha mtoto wa ndugu yake amtoe ende akauawe. Hii ilikuwa ni fikra katika fikra zilizojaribu Makuraish. Lakini pia katika matukio ambayo yametajwa katika tarehe kama alivyotaja Abi Sa'd katika Tabaqat al-Kubra, kadhalika al-Bayhaqi katika Dalail an-Nubuwa, na ni visa mashuhuri katika tarehe. Baada ya kufeli Makuraish kwa Abu Talib kumsalimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ishtadda makru zu'amaiha, vitimbi vya wale wakubwa wa Makuraish vikazidi sana dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ajma'u ala qatl an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Ikawa neno lao ni moja, kuwa hakuna njia isipokuwa tumuue Mtume sallallahu alaihi wasallam. فلما كان مساء الليلة التي عرضوا فيها عمارة بن الوليد على أبي طالب, ilipofika jioni katika usiku ule wa siku ambayo walimpelekea yule kijana Abu Talib ili wabadilishane naye na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fuqida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilitokea Mtume sallallahu alaihi wasallam haonekani, hawamuoni. وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه, ammi zake wakakusanyika na Abu Talib wakaja mpaka nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wasimpate. Abu Talib alipoona jambo hilo, sababu ilikuwa ni katika hali ya wasiwasi,
kwa yale maneno waliyosema makuraish, jamaa Abu Talib fityanan min bani Hashim. Abu Talib akawakusanya vijana wenye nguvu zao katika kabila la Banu Hashim wa Bani al-Muttalib, sababu hawa walikuwa ni familia moja, Bani al-Muttalib na Bani Hashim. Thumma qala, kisha yeye akiwa ndio mkubwa wa lile kabila akawaambia, liyakhudh kullu wahidin minkum hadidatan sariba, kila mmoja aende akatafute chuma chenye kupata, kama ni kisu, kama ni panga. Hii ndio jahiliya wakati huo, ukabila, kwa kila mmoja hapa achukue kisu chake, achukue upanga wake, achukue chuma chochote kinachopata akibebe. Thumma liyatba'ni idha dakhaltu almasjida, mimi naenda kwenye al-Kaaba pale, anifuate nyuma, kila mmoja anifuate mimi nyuma. فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيهم ابن الحنظلية. kisha kila mmoja tukifika pale amtizame katika wale wakubwa wa Makuraish, amfuate, akiwemo ibn al-Hanzaliyya, na kusudiwa hapa yani Abu Jahl. فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قتل. huyo Abu Jahl lazima anahusika lazima anahusika. Ikiwa Muhammad ameuawa, huyu ni mmoja wao katika wahusika, kwa msimwache. فقال الفتيان نفعل, vijana kwamba sisi tutafanya, tuko tayari. فجاء زيد بن حارثة رضي الله عنه فوجد أبا طالب على تلك الحال. زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم akaja akakuta watu katika hali ya taharuki kama hii. فقال يا زيد أحسست ابن أخي. Abu Talib akamwambia Zaid, umemtafuta ukampata mtoto ndugu yangu mahali? Qala na'am kuntu ma'ahu anifan. Kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko, sema mimi ndikuwa naye sasa hivi, yuko salama. فقال أبو طالب لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه. nisiingie nyumbani kwangu mpaka nimuone, nataka kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kuwa Abu Talib hakuwa Muislamu, bali alikufa katika kufuru, lakini kilichombebea yeye kuwa namna hii ni hamia qabalia, kwa sababu ni mtoto wa ndugu yangu, kabila langu, basi nitamnusuru. فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دار الأرقم. زيد كجنبيكم توم صلى الله عليه وسلم akiwa katika nyumba ya al-Arqam ibn Abi al-Arqam radhiyallahu anhu, wa ma'ahu ashabuhu yatahaddathun, wana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wazungumza. Fa akhbarahu al-khabar, akampa habari zinazoendelea kule. Fajaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila Abi Talib faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja mpaka kwa Abu Talib. Abu Talib akamwambia, ya ibn akhi aina kunta, akunta fi khairin, wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa katika hali nzuri, uko salama? Qala sallallahu alayhi wasallam na'am. Qala adkhul baytak, aingia kwako, nenda nyumbani. Fadakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na hapa ndio akapata utulivu Abu Talib. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda nyumbani. Falamma asbaha Abu Talib, jambo alijesha Abu Talib siku ya pili yamka, غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش. akamshika mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda mpaka vile vikao vya Quraysh wanapokaa katika saha ya al-Masjid al-Haram. ومعه الفتيان الهاشميون والمطلبيون, akawachukua wale vijana katika Banu Hashim na Banu Muttalib vile vile kama jana usiku, akaja na wao pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ma'shara Quraysh hal tadruna ma hamamtu bihi, sankubwaga vitisho, enyi kundi la Quraysh, wajua jana nilikuwa nataka kufanya nini? Qalu la, hawana habari yote, tujue. فأخبرهم الخبر,
akawapa habari ya yale waliokuwa wamenuia kuyafanya jana yake. Waqala lilfityan ikshifu amma fi aydikum, hebu watoleeni kile kilicho katika mikono yenu. Maana aliwaambia wabebe ile chuma, kila mmoja abebe chuma mkononi kinachopata. Maana yake bebeni visu na mapanga. Bebe chuma, sio beba chuma na chuma za mashumbe zile za kokota, visu na mapanga. Toeni hivyo nilivyoambia mbebe. Fakashafu fa idha kullu rajulin minhum ma'ahu hadidatun sarima, kila mmoja amebeba chuma chapata sawa. Faqala wallahi law qataltumuhu ma baqiya minkum ahadan hatta natafana nahnu wa antum, yani lau kama mngemuua huyo hapa kusingebaki hata mtu mmoja, tungeenda na nyinyi nyote, tungeuana hapa, ni sisi ama nyinyi. Na haya maneno ameyazungumza kama kuwapa salamu na Quraysh kuwa msijaribu kumkaribia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fankasara alqawm, ule ukali wao na nini wakavunjika moyo sana, wakajua hapa hakuna tamaa ya kumkaribia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika wale ambao walipata dhiki, wakana ashadduhum inkisaran Abu Jahl la'anahu Allah, yeye ndiye alikuwa amevunjika moyo katika wote, Abu Jahl. Hili ni tukio katika matukio ambayo yalitokea katika kujaribu kumuua Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hii fikra ya kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa yapita kwa Makuraish sana, kila siku zikisonga mbele, يوما بعد يوم. روى ابن إسحاق وغيره رحمهم الله قال أبو جهل لعنه الله تعالى، سكموجي أبو جهل لعنه الله سيما: يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا أن ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا. أسمى تزميني أني ما قريش، Muhammad huyu amekataa isipokuwa yale mnayoyaona kutia aibu dini yetu, kututukania baba zetu. Subhanallah, yani haya maneno wanayozungumza Makuraish wakati ule ilikuwa ni mapambano baina ya shirk na tauhid, baina ya kufar na Uislamu. Sasa hivi waweza kuona maneno haya yanayozungumza Abu Jahl wazungumza watu wanaojinasibisha na Uislamu. Maal asaf, yani wakalinganiwa katika tauhid, wasema hivi: atia aibu dini yetu, atutukania baba zetu bwana, tena watasfihi ahlamina, atufanya akili zetu pumbavu bwana, sisi hatuna akili. Washatmi alihatina, atusi miungu yetu. Hebu waambie wanyi, wacheni kuomba maiti, wacheni kuomba makaburi mnaowaomba huko. Hicho kitendo mnachokifanya ni shirk wal iyadhu billah. Jawabu litakuwa kama hili. Abu Jahl akasema: wa inni uahidu Allah la ajlisanna lahu ghadan bihajarin ma utiqu hamlahu, mina ahidi kesho akija hapa kuswali, yani akusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitabeba jiwe ambalo mimi mwenyewe nashindwa kulibeba. Sasa ushindwa kulibeba, utalibeba vipi? Lakini nasema maana yake kwa nitabeba jiwe kubwa, nimpige nalo nimmalize. Fa idha sajada fi salati fadhahtu bihi ra'sahu, akisujudu tu pale nampasua kichwa, yani nikibwagia lile jiwe nampasulia mbali kichwa afli mbali. Fa aslimuni inda dhalika au mnauni, sasa shughuli zenu, mkitaka mtanisalimisha kwao waniue, yani kwa kabila lake, ama mtanitetea, mtakavyo mtafanya, shughuli zenu, mimi sijali tena. Faliyasna ba'da dhalika banu Abd Manaf ma badala, ana kabila Abd Manaf ifanye baada ya hapo kile ambacho itaona ifanye, mimi sijali.
فقالوا والله ما نسلمك لشيء أبدا فامض لما تريد. jamaa zake waambia hatukusalimishi kabisa, nenda fanya, utaona hapa kutazuka vita hapa, wewe mmalize tu. wao wenyewe walikuwa wataka ajitolee kama huyo. falamma asbaha Abu Jahl akhadha hajaran kama wasafa. siku ya pili asubuhi ya Fatah jamaa karukia jiwe, hakurukia kutafuta biashara, na tafuta jiwe, beba jiwe kwa watu wa shari, kabeba jiwe lake. thumma jalasa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yantadhiru, kisha akakaa amsubiri nani? amsubiri mtume sallallahu alaihi wasallam aje. وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو متوم صلى الله عليه وسلم asubuhi akaja kama kawaida yake, akaja pale. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام. na sote tufahamu kuwa mwanzo ilikuwa qibla ni Baitul Maqdis, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko Makka, qibla cha sala ilikuwa ni Baitul Maqdis kabla ya kugeuzwa iwe al-Kaaba. فكان إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود. alikuwa kiswali asali baina الركن اليماني والحجر الأسود pande ule. وجعل الكعبة بينه وبين الشام, kisha الكعبة mbele yake, Sham iko mbele. sababu zile rukn mbili zinaitwa nini? ashamiyain, ziko zaelekea upande wa Sham. kwa hiyo swali upande huu ili iwe الكعبة baina yake na baina ya بيت المقدس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. Mtume صلى الله عليه وسلم akaja kuelekea katika swala yake, na Quraysh pia wakarauka watizama Abu Jahl leo atafanya nini, yale maneno aliyosema jana atayafanya. na walikuwa hawana vitisho vya urongo yani si kama leo yanaweza kuona watu wawili, njoo nitakuwa nenda kale chapati na maragu ya nazi, maneno tuwazungumza waweza kuua. hawa walikuwa hawasemi ujinga ati mimi nitaua kisha mbele za watu, ni aibu kwake kusema nitaua kisha siue. yani akili zao zilikuwa hivyo, si maneno tuwazungumza. kwa wale wajua kuwa leo Abu Jahl atafanya tukio leo, tena mbele za watu wametangaza bila kujali. kwa hiyo wakaja na wao tizama utatokea nini na kile atakachokifanya. falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtamala Abu Jahl alhajar. Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli aliposujudu Abu Jahl akabeba jiwe. thumma aqbala nahwahu, kisha akaelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. hatta idha dana minhu raja'a munhaziman muntaqi'an lawnuhu mar'uban, alipokaribia mara akarudi mbio nyuma, amebadilika rangi, ana hofu, hakuweza kumkaribia. qad yabisat yadahu ala hajari, ile mikono yake kama imekauka kwenye ile jiwe lake, hakuweza tena kufanya kitu. hatta qadhafa alhajara min yadihi, mpaka ile jiwe akalitupa, mikono imeganda, akalitupa mbali ile jiwe. waqamat ilayhi rijalu quraish, jamaa wakasimama katika wale walikuwa wakimtazama. faqalu lahu ma laka ya aba al-hakam, walikuwa wakimwita aba al-hakam, yani alikuwa na hikma nyingi yani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita yule ni Abu Jahl, si aba al-hakam, hana hikma Abu Jahl, kwa sababu zile hikma zake hazikumuelekeza yeye katika kuifuata haki, na alikuwa iweijua. una nini baba, mbona kuna nini, mbona urudi nyuma? qala qumtu ilayhi li af'ala bihi ma qultu lakum albariha, wallahi nimesimama pale nia yangu nitamfanya vile nilivyowaahidi jana. falamma danawtu minhu arada li dunahu fahlun min al-ibil, nilipomkaribia mara likanitokea mimi ngamia dume latisha kwelikweli kubwa. لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط, والله sijawahi kuona ngamia anabichwa na kutisha
na shingo kubwa ndefu na ana meno ya kutisha kama huyo sijawahi kuona. Fahamma bi an yakulani, akakaribia kama yataka kumtafuna yule ngamia. قال ابن إسحاق فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه. yule alikuwa ni Jibril alayhi salam, lau angekaribia angemchukua na kumaliza. Hivi ni baadhi ya visa au baadhi ya matukio wanaotaja katika yale yaliyojiri wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam wakinuia Makuraish katika kummaliza. Ili jambo lilibaki kwa Makuraish kwa muda mrefu sana, na bado tutaendelea kuzungumza huko mbele mpaka ikawa ni sababu Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam aondoke kuelekea Madina, kwa sababu hamu yao kubwa ilikuwa ni kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man salla sayfan fi sabilillah, mtamalizia na kumzungumzia mtu wa kwanza aliyetoa upanga fi sabilillah. Pengine tuweza kuona upanga ulianza kuanzia Madina. Ni kweli jihad fi sabilillah iliruhusiwa kuanzia wakiwa Madina, lakini kuna tukio lilotokea Ibn Abi Shayba katika musannaf yake na Imam Ahmad katika fadail as-sahaba بسند صحيح لكنه مرسل لكنه يتقوى إلى درجة الحسن لشواهده. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال إن أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير. mtu wa kwanza aliyeutoa upanga katika njia ya Allah ni Az-Zubair ibn Awwam. mtu wa kwanza aliyeutoa upanga. نفح نفحة نفحها الشيطان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. kulienea uvumi, shetani ameeneza uvumi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amechukuliwa akauawa. فخرج الزبير يشق الناس بسيفه. الزبير alikuwa kwa mahaba yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kusubiri, akautoa upanga wake, na wakati ule bado hawajaamrishwa vita, lakini akautoa upanga akawa apita baina ya watu. Wa nabii sallallahu alaihi wasallam bi'ala Makkah, na mtume sallallahu alaihi wasallam yuko juu kule Makkah. Falaqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mara kamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma laka ya Zubair, una nini ewe Zubair? Qala ukhbirtu annaka ukhidhta, nimepewa habari kuwa umeuawa, na ningemjua huyo alikuwa mfano ingelikuwa ni kweli, ilikuwa leo nammaliza. Qala fasalla alayhi wa da'a lahu wa li sayfihi, mtume sallallahu alaihi wasallam akamuombea dua kwa hivi alivyojitolea katika kumnusuru, na akamuombea yeye na upanga wake. Na hili katika yale matukio ambayo yametokea, katika matukio muhimu yaliyotokea katika wakati huu Islamu Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Wakati umesonga, lakini wacha nieleze kwa kifupi. Kuna watu wawili insha Allah taala nitakatuwaeleze ambao kusilimu kwao Allah alijalia ndio sababu ya Waislamu kupata izza. Wa kwanza ni Hamza ibn Abdul Muttalib ambaye ni ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, na wa pili ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Lakini nitajaribu leo kumzungumzia Hamza radhiyallahu anhu wa arda ambaye ni ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu min ar-radha'a, kadhalika ni ndugu yake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kunyonya, ni ammi yake na ni ndugu yake kwa kunyonya, na alikuwa mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka miwili, na wengine wasema kwa miaka 4, ingawa sahihi zaidi ni kwa alikuwa mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam
kwa miaka miwili. Na wanavyuoni wa tarehe wamekhtalifiana ule mwaka aliyosilimu Hamza radhiyallahu anhu arda. Wengine wakasema ni mwaka wa 6 min al-bi'tha, na wengine wakataja mwaka mwingine, Allahu a'lam. Lakini hii ndio sababu wanaoitaja wanavyuoni wa tarehe ya kusilimu kwa Hamza. سبب إسلامه رضي الله عنه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa upande wa Safa, kule kwenye Safa wal Marwa, yuko kule amekaa, akaja Abu Jahal akamuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hajamfanya chochote. Washatamahu wanala minhu ba'dha ma yakrah, kisha akamfanyia mambo ambayo yamemuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam kusudi tu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yukallimu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyamaza, hakumwambia kitu. Kamtukana, akamwambia maneno ovyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amtizama tu, kumfanya kitu. ثم انصرف لعنه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناد من قريش عند الكعبة. kisha akaondoka, walikuwa na maskani zao wale wa Quraysh, wamekaa pale, akaenda akakaa na wenzake. فجلس معه وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا تسمع ذلك. kulikuwa na kijakazi ambaye ameachiliwa huru katika vijakazi wa Abdullah ibn Jad'an, ambaye alikuwa ni katika wakarimu wakati wa jahiliya, lakini hakumkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu. Abdullah ibn Jad'an mfano wake ni kama Hatim al-Ta'i katika ukarimu. Alikuwa akiandaa karamu, aliyekuwa juu ya farasi aweza kula bila ya kushuka, namna chakula anavyokijaza. Mpaka ukisoma katika tarehe, kuna mtoto aliwahi kuingia kwenye kile chakula akafa pale ndani, akazama pale ndani akafa. Lakini haya yote alikuwa yufanya kwa ajili ya nini? Fakhr tu. Ndio pale alipomuuliza Aisha radhiallahu anha, Abdullah ibn Jad'an na ule ukarimu alikuwa nao, hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya Aisha, ma qala yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Kwa hakuwa Muislamu. Huyu mama ambaye alikuwa pale karibu akasikia ile matusi Abu Jahal anaompa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakamtia dhiki sana, pamoja na kwa yeye hayuko pale. فلم يلبث أن أقبل حمزة رضي الله عنه متوشحا قوسه راجعا من قنص له. mara kipindi hivi akaja Hamza alikuwa mwindaji, ambeba uta wake, mishale yake, akaingia, atoka kwenye mawindo yake. falamma ra'athu almawlatu qalat lahu ya aba Umara. Yule mama alipomwona akamwambia, ewe aba Umara. Hamza aitwa Abu Umara. law ra'aita ma laqiya ibn akhika Muhammadun anifan min abi al-Hakam ibn Hisham, lau kama ungemuona mtoto ndugu yako alivyofanywa hapa na nani, na Abu Jahal na al-Hakam ibn Hisham, wajadahu hauna jalisan faadhahu wasabbahu. Anamuona amekaa mwenzake hapa, akaja akamtukana akamuudhi. وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. akamuudhi vakumuudhi, kisha akaondoka. Mtume صلى الله عليه وسلم akumwambia kitu, Muhammad akumjibu kitu. Hamza alikuwa ni kijana ana hamasa sana. Katika vijana wote wa Bani Hashim hakuna mfano wake katika ile izzatun nafsi alikuwa nayo, na akipandwa na hasira. Hili jambo likamchoma, si kwa sababu kuwa yeye ni Muislamu, mtoto wa ndugu yangu afanywe hivyo, angoja. fahtamala Hamzata radiyallahu anhu alghadab lima arada Allah bihi min karamatihi. Allah alikuwa mtakia khairi, ile ghadhabu yake iliyompanda ilikuwa Allah atakujalia ndani yake khairi. وكان حمزة
أعز فتى في قريش وأشد شكيمة. نهو حمزة رضي الله عنه وأرضاه katika makuraish alikuwa ni kijana ana izzatu nafsi kuliko yoyote, yani alikuwa hajali. Tutakuja kuona kwa Umar radhiallahu anhu alipokuwa atakakuja kusilimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni baada ya Hamza kusilimu, watu wakawa waogopa. So Umar pia alikuwa waogopa kama mfano wa Hamza alivyogota. Nani Hamza? Hamza asikia watu wasema Umar sijekawa nkuja kwa baya, asema mfungulieni, kama nkuja kwa khairi ataipata khairi, nkuja kwa ubaya niachieni mimi nitapambana naye. Kwa alikuwa ni mtu ana izzatu nafsi, na hawa wahitajika katika da'wa, sio watoto walegea. Tunahitaji watu mmoja mmoja wawili kama hivi. Akasimama pale, فانطلق يسعى مصمما أنه إذا لقي أبا جهل بطش به. كتوس nikimuona Abu Jahl nitamtandika kwa kile alichokifanya. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم. alipofika pale akamkuta Abu Jahl amekaa na jamaa zake pale. فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس. akaja mpaka juu yake kisha akatoa uta. Metoa uta sio ule ambao uwe kwa mshale. Fadharabahu bihi, akampiga na uta wa kichwa. Abu Jahl pigwa na uta wa kichwa. Fashajjahu shajjatan munkara, akampasua vibaya sana kwa kichwa chake. Thumma qala atashtumu ibn akhi wa ana ala dinihi wa aqulu ma yaqul. Ndio kuingia kwenye Uislamu kwake. Wewe wamtukana mtoto wa ndugu yangu na mimi niko katika dini yake, nasema yale anayosema, au utafanya nini wewe? Mimi niko katika dini yake na haja silimu. Ni ile hamia ya kuwa mtoto wa ndugu yangu utamfanyia vipi unyonge? Farudda alayya dhalika in istata'ta. Ambia Abu Jahl niregeshe hiyo niliyofanya sasa kama waweza. Sasa hivi fanya. Nimekupiga, simama hapo kama waweza. فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل. وكسمام جماعة وكبير لك بني مخزوم كتاكم نصور أبو جهل ضد حمزة. lakini lijamaa lilikuwa jijanja, sema ujanja wake autumia kwa uovu. Abu Jahl akaelewa pale kutatokea nini. Wangesilimu Banu Hashim wote kwa tukio hili, kama angeanza kuminyana pale, kila mmoja angesema maneno kama mfano wa Hamza. Supasuliwa tu. Asema faqala lahum Abu Jahl da'u Aba Umara, mwacheni bwana, mwacheni. Fa inni wallahi qad sababtu ibn akhihi sabban qabihan. Hata mimi pia mmemtukana mtoto ndugu yake vibaya sana, ana haki ya kunifanyia hivi, kwa achaneni naye. Yani bimaana ile shari ishi hapa, isiongezeke zaidi ya hapa. Nasema huyu jamaa alikuwa na hikma lakini za kutumia kwenye uovu, na hawa wako mpaka kesho. Tarehe yajirejelea tu, binadamu wale wale tu. Utamwona mtu atumia hikma lakini hikma yake aitumia kwenye uovu badala kwenye khairi. Waada Hamza radhiyallahu anhu ila baiti. Wakati wasonga sana mashallah, Hamza akarudi nyumbani kwake. وقد ساورته الوساوس الشيطانية والهواجس النفسية. كيف تركت دين قومك واتبعت هذا الصابئ؟ للموت خير لك مما صنعت. kisha ikawa anshikwa na wasiwasi, shetani naye mjia, wewe vipi waacha dini ya baba zako wamfuata huyu, au waacha dini yenu, vipi utamfuata? Afadhali ufe kuliko vile ulivyofanya. yani akawa shetani amrejelea. ثم التمس رضي الله عنه التوفيق والرشد من الله تعالى. angalia kwa Allah kumtakia khairi, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala uongofu, ikiwa ni uongofu. Faqal Allahumma in kana rushdan faj'al tasdiqahu fi qalbi. ikiwa anachokilingania Muhammad ni haki na ni uongofu, basi jaalia moyo wangu msadikishe. wa illa faj'al li mimma waqa'tu fihi makhrajan. la sivyo nipe njia ya kujitoa, maana nishasema kuwa mimi niko katika dini yake, nipe njia njinasue.
فبات رضي الله عنه بليلة لم يبت مثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح. سكوا بنا وكبيتنا وسواس وشيطان بكى صبح. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن صبيكم تومي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه ممن يكتك جامب سجين جيتوي ذيبي وإقامة مثلي على ما لا أدري أرشد هو أم غي شديد na mimi kuwa katika hili jambo ni uongofu ama ni upotofu. Na hii yaonyesha akili waliokuwa nayo watu wale. Subhanallah, yani hakuruka moja kwa moja, nitaka kujua ni uongofu ama ni upotofu. Na wewe ni mtoto wa ndugu yangu, hebu niambie, hebu nieleze kuhusu mambo yako unayolingania. فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديثه الذي ينير القلوب. Mtume sallallahu akamzungumzisha maneno mazuri anayozungumza kila siku yanayotia nuru katika nyoyo, wayatma'innu an-nufus au yutam'inu an-nufus ويذهب ظلمات الشك والوساوس فذكره وبشره وأنذره فثبت الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه. يلي maneno alipomwambia akampa mawaidha, akamuonya, akambashiria, Allah akaithibitisha iman katika moyo wake. فقال رضي الله عنه أشهد إنك لصادق, من ashuhudia kwa wewe ni mkweli. فأظهر دينك يا ابن أخي فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأنا على ديني الأول. dhihirisha dini yako ewe mtoto ndugu yangu, dhihirisha dini yako. Wallahi mimi sipendi nipate kile kilichofunikwa na hii mbingu, yani kila kilicho katika hii dunia na hii ardhi, kisha rudi katika dini yangu ya mwanzo. Siwezi hata nikapewa dunia na vilivyomo ndani yake. وسر الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام عمه حمزة رضي الله عنه أيما سرور. وعرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه. نما قريش hapa ndio wakajua kuwa sasa huyu bwana ashapata nguvu kupitia nani? Hamza, na mkimgusa tu yule Hamza atamtetea radhiyallahu anhu arda. Kwa kifupi hili ndio tukio, na ndio tukio mashuhuri namna alivyosilimu Hamza radhiyallahu anhu arda. Insha Allah taala katika kikao kitakachokuja biidhnillah kama cha leo tutaanza na kuzungumzia tukio la Islamu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, na matukio yatakayofuata biidhnillah taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.